Mtazamaji, Mwalimu Majaliwa huyo Kapera, mkurugenzi wa taasisi ya vijana nguvu kazi ya taifa ambayo iko jijini Arusha, tukizungumza zaidi kuhusiana madhara ya mihadarati, lakini zaidi tunauzungumzia mhadarati huu wa bangi. Hizi umesema ni ziko 5 tu hizi kemikali, lakini umesema kwenye bangi kuna kemikali 421 kwenye mmea pekee yake. Kwenye mmea pekee yake. Sasa najaribu kufikiria katika hizi 5 ambazo umezieleza hapa mwalimu, zote ni hatari kwa mvutaji kabisa. Lakini wavutaji mbona wapo? Na kama wavutaji wapo na ni wengi, mbona haya madhara hatuyaoni kwa ukubwa huo? Wavutaji wapo, lakini haya madhara ambayo umeeleza ni makubwa, hatuyaoni kwa wavutaji wengi. Maana yake ni nini? Nashukuru sana. Sasa hilo ndio jambo ambalo limenivuta nije nifurahie kuongea kwenye media. Kwa sababu kumshawishi mvuta bangi akaacha kuvuta bangi, hali ya kuwa anaona kwenye jamii pale kuna wavutaji wapo. Na wanaishi, wanaenda shamba wanarudi, wanaenda viwandani wanarudi. Ndio. Hawezi kuamini kirahisi. Lakini labda nikuambie tu, kemikali namba 3 ile nilizungumza taa. Taa iko kwenye tumbaku na iko kwenye bangi. Kinachofanya huyu mvutaji bangi aweze kusurvive muda mrefu, aonekane kama mzima tu, ni kwamba ni namna taa ile inafanyaje kazi. Taa ya kwenye tumbaku yenyewe inashambulia nje ya pafu, inajipakaza juu ya mapafu. Lakini taa ya kwenye bangi yenyewe inazama moja kwa moja paka ndani ya mapafu, inaanza kula kuanzia ndani ya mapafu. Kwa hiyo kwa maana hiyo mpaka madhara yajitokeze iwe imeshatokea juu ya mapafu. Kwa hiyo inachukua muda kidogo kwa watu ambao wana kinga kidogo imara. Kwa hiyo inaweza kumdanganya mtu akaona bwana yuko salama tu, lakini ukijaribu kufuatilia kama tunavyofuatilia sisi huko ndani huko, ndio lazima ikifika muda, kuna wengine wadhaifu haichukui hata miaka 15, lakini kuna wengine wanaweza kuenda tu mpaka miaka 40 ndio anaanza kuona matatizo yanaanza kujitokeza. Na yakianza kujitokeza kwa mara moja, na kwa muda mfupi sana unakuta anapotea. Hii carcinogen benzopyrene ambayo umesema inapatikana kwenye moshi, na ni hatari sana. Watu wanashuhudia mamlaka zinapobaini shamba la bangi huwa wanakatakata na kuchoma moto na moshi unatokea. Ndio moshi huu ambao tunazungumzia ambao una hii kemikali ambayo ni hatari. Ndio huo. Kwa hiyo uchomaji ule ambao ni si rafiki pia, kwa sababu moshi unaenda kwenye jamii na watu wanavuta. Nina mambo mawili ya kuzungumza katika hilo. Jambo la kwanza ni kampeni za kutokomeza bangi. Zinapaswa ziwe namba 2. Namba 1 inapaswa hiyo kampeni ya kutokomeza tabia ya kuvuta bangi, kwa maana ya kutoa elimu ya kina na yenye ushahidi kwamba bangi ni mbaya. Unadhani watu hawajui kama bangi ni mbaya? Yaani jamii haina elimu hiyo? Kwa kiasi kidogo sana. Kweli? Kabisa. Mbona hawaivuti hadharani? Nitathibitisha, hamna shida. Ndio. Nitathibitisha. Lakini la pili ndio ni kama la kwanza ni kuanza na kampeni za kutokomeza tabia. Alafu la pili kufuatia na kampeni za kutokomeza bangi. Sawa. Au kuteketeza bangi. Sasa katika uteketezaji wake pale inawezekana tunavuta pia. Kama utachoma ule moshi na wewe moshi ukoupata kwa uvuta, maana yake na wewe umeshiriki kuvuta bangi kwa wakati ule. Ndio. Kwa hiyo nakubaliana na wewe, uchomaji unaweza kusababisha watu wakavuta bangi. Kwa uchomaji ule sio salama. Sio salama, unapaswa uwe makini sana.